Kama tulivyozungumzia janga kubwa lililopo katika karne ya 21. Janga kubwa lililopo katika karne ya 21 ni teknolojia mpya ambazo zinakuja katika dunia yetu, zinakuja katika mifumo inayotawala na kuongoza maisha. Hizi teknolojia zinakuja kubadili kabisa namna mwanadamu anavyojiona, zinakuja kubadili utambulisho wa mwanadamu, zinakuja kubadili namna ya mwanadamu anavyofanya kazi. Kwa hiyo tupo dunia ambayo asilimia kubwa watu wengi tunaishi katika ulimwengu wa kidijitali. Ninapozungumzia tunaishi katika ulimwengu wa kidijitali, manake watu wengi saizi tumekuwa tukiunganishwa na internet. Internet ndio mlango wa kuweza kutuingiza katika ulimwengu wa kidijitali. Kwa siku leo tutaenda kutazama namna ulimwengu wa kidijitali unavyoathiri namna watoto wanavyoenda kuelewa au kujibu maswali matano, maswali ya msingi ambayo yanahusiana na ulimwengu, yanahusiana na maisha yao, yanahusiana na utambulisho wao, yanahusiana na wanaweza kufanya nini katika hii dunia au katika ulimwengu ambao wamo ndani yake. Ukiangalia malezi ya miaka 10, malezi ya miaka 20, malezi ya miaka 30 ni tofauti kabisa na malezi ya sasa. Kitu cha pekee ambacho kimeleta mabadiliko ya malezi katika dunia ya sasa tunasema ni teknolojia au ni utandawazi ambao upo katika ulimwengu wa sasa. Utandawazi ndio uliowezesha dunia iwe kama kijiji. Manake vitu vinavyotokea katika ulimwengu mwingine, vinavyotokea nchi nyingine, vinakuja kutokea kwenye nchi nyingine. Mambo ambayo yanatokea kwenye nchi nyingine yanakuja kuathiri mambo ambayo yanaendelea kwenye nchi nyingine. Kwa malezi ya watoto miaka 10 iliyopita ni tofauti kabisa kwa sababu ya teknolojia kama simu. Ukiangalia watoto wengi saizi wana access ya kuweza kuingia katika ulimwengu wa kidijitali, na access walionayo ni smartphone ambazo wazazi wao wanazo. Wazazi wengine wameenda mbali zaidi na kuwanunulia watoto smartphone ambazo zinawapa moja kwa moja watoto waweze kuingia katika ulimwengu wa kidijitali. Kwa siku ya leo tutaenda kutazamia ni namna gani ulimwengu wa kidijitali unaathiri kiini cha utambulisho wa mwanadamu. Kwa hiyo watoto wanakutana na nini wanapoingia katika ulimwengu wa kidijitali? Kitu cha kwanza, wanakutana na maisha ya kitajiri. Wanakutana na watu ambao wanaonyesha vitu, watu ambao wanaonyesha nyumba, wanaonyesha magari, wanaonyesha pesa, wanaonyesha namna wanavyopendeza. Kwa hiyo kumbuka, hizi ni taarifa ambazo zinakuwa zinaingia ndani ya akili ya mtoto. Na hizi taarifa zinaenda kuzalisha maswali. Moja ya maswali ambayo yanaweza kuzalishwa ndani ya akili ya mtoto ni swali ambalo linahusiana na kwa nini niko hapa duniani. Kwa hiyo mtoto anaanza kutengeneza mtazamo au kutengeneza imani ya kwamba ili niweze kufanikiwa lazima niwe na vitu. Kwa hiyo anaanza kujenga kusudi la yeye kuja duniani ni kuwa na magari, ni kuwa na nyumba, ni kuwa na vitu. Kama mtoto wako atakuwa amejenga kusudi, atakuwa amejenga msingi kusudi lake katika hizi taarifa, hilo kusudi lake linakuwa sio sahihi, sababu tutakuja kujifunza huko baadaye kusudi letu na sisi kuwepo hapa duniani ni nini. Kwa hiyo information au taarifa ambazo mtoto anaziingiza kwenye akili yake kupitia hizi smartphones zina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuathiri namna mtoto anavyojua utambulisho wake kuhusiana na nini amekuja kufanya hapa duniani. Vitu vingine ambavyo watoto wanakutana navyo kwenye ulimwengu wa kidijitali ni teknolojia mpya ambazo zinakuja. Moja ya teknolojia ambazo zinakuja sasa hivi kwa kasi ni teknolojia ya akili bandia, ni teknolojia ya robot. Kwa hiyo hizi taarifa au hivi vitu, kama watoto watakuwa wanaangalia bila msaada wote, bila uongozi wowote, watoto wataanza kutengeneza imani au kutengeneza mtazamo ya kwamba akili bandia ina uwezo wa kufanya kitu chochote. Wataanza
kutengeneza mtazamo kwamba robot inaweza kufanya kitu chochote ambacho mwanadamu anaweza kufanya. Kwa hiyo swali ambalo wanaanza kujiuliza kwenye akili zao, je, kama robot au kama akili bandia inaweza kufanya vitu ambavyo mwanadamu anaweza kuvifanya, je, wenyewe wataweza kufanya nini? Kwa hiyo hizi teknolojia maana zinaenda kuathiri swali ambalo zinaenda kuathiri maswali yale matano, maswali ya msingi ambayo yanasema tunaweza kufanya nini. Leo kama kutakuwa na uongozi sahihi, maana mtoto atakata tamaa mapema na ataamini kwamba teknolojia ya akili bandia, teknolojia ya robot itakuja kuchukua kazi zake zote. Kwa hiyo motisha ile ya kusoma, motisha ile ya kujitambua yeye ni nani kwa undani inakufa, na hii inatengeneza mazingira ya mtoto kuja kutawaliwa na teknolojia huko baadaye. Kwa vitu vingine ambavyo watoto wanakutana navyo kwenye ulimwengu wa kidijitali ambao vina potential au vina uwezo wa kuweza kuharibu yale maswali ya msingi ambayo watoto inatakiwa wajiulize, maswali ambayo yanajenga msingi imara kwenye akili zao. Watoto wanakutana na mafanikio ya watu wengi, wanakutana na watu wenye ushawishi mwingi sana, na kitu ambacho wanakuwa nakitazama hapo, kitu ambacho wanakuwa nakiangalia hapo, tunasema ni matunda, lakini hawaelezewi ni namna gani wale watu ambao wamefanikia, wale watu walio na ushawishi wameweza kufika hapo. Kwa hiyo watoto wanavyokuwa exposed kwenye hivyo vitu, maana yake ndani ya akili zao unatengenezwa utaratibu, ili niweze kufanikiwa katika maisha, inatakiwa niweze kufanya vitu kama vile watu maarufu wanavyofanya. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Watu wengi maarufu hawaonyeshi michakato, hawaonyeshi hatua, hawaonyeshi vitu ambavyo walivifanya kwa nyuma ambavyo vikawapelekea kuweza kufanikiwa pale. Kwa hiyo kitu ambacho wanaangalia pale watoto ni matunda, lakini hawaangalii michakato au hatua ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kupata matunda. Kwa mfano, ili uweze kupata matunda ili uweze kupata matunda kutoka kwenye mbegu, lazima uwe na ardhi, lazima uwe na mbegu, lazima ile mbegu itoe mizizi ardhini, pia lazima kuwe na shina, pia lazima kuwe na matawi, baadaye ndio matunda yanatoka. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anawaeleza watoto ili uweze kufikia pale kuna taratibu au kuna kanuni ambazo inatakiwa uzifuate. Kwa hiyo watoto wanajenga mfumo wa kutafuta mafanikio bila kutumia taratibu, bila kutumia sheria, bila kutumia kanuni ambazo zinaongoza maisha. Pia watoto wanapoingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, kupitia smartphone, kupitia tablet, wanakutana na taarifa ambazo haziendani na umri wao. Kumbuka, dhumuni kubwa la taarifa ni kuzalisha maswali. Kwa hiyo mtoto kama ataingiza taarifa ambazo haziendani na umri wao, taarifa ambazo sio sahihi, maana hizo taarifa zitapelekea mtoto ajiulize maswali ambayo sio sahihi. Maswali ambayo sio sahihi yatampelekea akatafute taarifa au maarifa sio kwa sahihi. Maarifa hayo yataenda kuathiri namna anavyofanya maamuzi, namna anavyoamua, namna anavyotazama, anavyojenga mtazamo wa maisha. Kumbuka, taarifa ambazo watoto wanaziona kwenye mitandao ya kijamii, nyingi taarifa zinakuwa ni kubwa, ni taarifa ambazo zinahitaji ubongo wenye uwezo wa kuzichakata, ubongo wenye uwezo wa kutambua hizi taarifa ni za kweli au hizi taarifa sio za kweli. Watoto huo uwezo hawana. Kwa sababu gani hawana? Kwa sababu sehemu ya ubongo ambayo inashughulika na ile eneo inakuwa bado haijakuwa, na ili eneo linaitwa prefrontal cortex. Prefrontal cortex, sehemu gamba la mbele la ubongo, wanasayansi wamekadiria linaanza kukua baada ya miaka 20. Kwa hiyo wazazi natakiwa tuwe makini sana na hizo smartphone. Unapompa mtoto smartphone, maana yake unampa access kwenda kwenye ulimwengu wa kidijitali, na anapoingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, maana yake kule anaenda kuingiza mawazo yake, anaenda kuruhusu mawazo yaliyomo kwenye ulimwengu kuingia kwenye akili yake, na hayo mawazo ndio yanayojenga msingi wa namna mtoto atakavyojiuliza maswali kuhusiana na maisha, kuhusiana na ulimwengu ambao unamzunguka.
Moja janga lilopo wakati mtoto anafanya yote hayo, hakuna mtu au hakuna mzazi au hakuna mlezi ambaye anafundisha mtoto yeye ni nani. Kumbuka, kabla mtoto hajaingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, inatakiwa awe na msingi wa haya maswali. Kitu cha kwanza inatakiwa ajue yeye ni nani. Hii itamsaidia hata zile taarifa ambazo anakutana nazo katika ulimwengu wa kidijitali, atatambua hizi taarifa ni sahihi, hizi taarifa sio sahihi. Pia mtoto inatakiwa afundishwe thamani yake ni nini. Pia mtoto inatakiwa afundishwe kusudi lake la maisha. Pia mtoto anatakiwa afundishwe sehemu tajiri kuliko zote ni akili yake. Ndani ya akili yake ndiko ndoto zake, ndiko vitu vyote ambavyo anavitamani kuwa navyo katika maisha, ndiko vinapotoka. Kwa hiyo mtoto, kwa namna kama mtoto inatakiwa afundishwe kwa nguvu zote. Kitu ambacho inatakiwa kilinde katika maisha yake ni akili, kwa sababu ndani ya akili yake ndiko kubeba utajiri wake wa baadaye. Pia mtoto anapoingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, hakuna mtu ambaye anamweleza mtoto kusudi la mwili wake ni nini. Kwa hiyo matokeo yake mtoto anaingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, anakutana na watu ambao wanaharibu miili yao kwa sababu ya kupata vitu fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana mtoto kufundishwa kusudi la mwili wake, kuwa mwili wake ni mashine ya uumbaji, mdomo wake ni mashine ya kuweza kuumba vitu kutoka kwenye akili yake kuja kuvizilisha kwa nje. Inatakiwa afundishwe kwa mwili wake ndio una uwezo wa kutoa kila kitu ambacho anahitaji katika maisha yake. Katika ukuaji wa akili ya mtoto au katika maisha ya vijana, vitu hivi vyote vinatokea kwa sababu kunakuwa hakuna wazazi, hakuna mlezi ambaye wanapandikiza maswali ndani ya akili ya watoto. Kwa wazazi wengi wanalea watoto katika karne ya 21 kama wazazi wengine walivyolea watoto miaka 10, miaka 20, miaka 30 iliyopita. Wazazi wa zamani walilea watoto kwa njia rahisi, waliwafundisha, waliwalisha, waliwapa sehemu ya kulala, lakini kazi ya kufundisha sana sana ilikuwa ni kazi ya jamii. Dunia sasa hivi imebadilika sana, iko tofauti kabisa na dunia ya zamani. Kwa hiyo mzazi mwenye hekima, mzazi mwenye akili inatakiwa amlee mtoto katika misingi ya kumjengea kuweza kujitambua, kuweza kujielewa, ili aweze kuja kuishi na kusurvive vizuri katika ulimwengu na ukuaji. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Nini kinatokea wazazi wanapoacha wajibu wao kupandikiza haya maswali ndani ya akili ya watoto au ndani ya akili za vijana wao, na haya ndio madhara ambayo yanatokea. Kitu cha kwanza, msongo wa mawazo. Vijana wengi, watoto wengi, kizazi cha sasa kina mawazo mengi sana kwa sababu ya kushindwa kujua utambulisho wao, kwa sababu ya kukosa dira ya maisha yao. Matokeo yake mengine ambayo yanatokea wazazi pale wanapokosa kuwafundisha, kuwawekea msingi imara watoto wao kuweza kujibu maswali ya msingi ya maisha, ni kwa vijana au watoto kupoteza mwelekeo wa maisha. Matokeo mengine, vijana wanajiingiza kwenye madawa kulevya. Matokeo mengine, vijana wanapata addiction, wanapata uraibu wa mitandao ya kijamii. Hapo unapata vijana, unapata watoto ambao muda wote wanakuwa wanashinda kwenye mitandao ya kijamii. Unapata watoto ambao wanakuwa wanacheza magame muda wote. Kitu kingine ambacho kinatokea ni ukosefu wa matumaini kuhusiana na kesho. Mtu akikosa kusudi, mtu asipojua anaweza kufanya nini, mtu asipojua uwezo uliofichika ndani ya akili yake, maanake matokeo yake anakosa matumaini. Na haya matumaini, anapoteza matumaini kwa sababu vitu ambavyo anakuwa anavifanya mara kwa mara anakuwa anakosea. Na kwa nini anavikosea? Kwa sababu akili yake imejengwa katika msingi usiokuwa na maarifa sahihi. Kwa hiyo asanteni sana, siku leo tutaishia hapa. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata video nyingi kama hizi.